Tumekuwa tukijifundisha juu ya mpangilio wa Mungu kupeana vitu, na tumefika mahali ambapo sasa tumesema ya kwamba Mungu wetu ametuhitimisha sisi, he has qualified us, ametuhitimisha kuwa washirika wa uongozi ambao wanaufanya ndani ya nyumba yake. Maana kuna vipengele kadhaa ambazo Mungu anatumia kutufunulia sisi mpangilio wa vile yeye hufanya kazi. Maana Mungu ni roho na ametuleta katika ulimwengu tukiwa na miili, ili maisha tunayoishi katika miili hii yawe mfano ya mambo yaliyo ya kweli. Kama vile ambavyo sasa tumejua kutokana na maandiko ya kwamba Mungu pale mwanzo alitaka kumuumba mtu aliye na mfano wake na sura yake. Na hilo jambo limeandikwa katika Mwanzo mlango wa 1 na mstari wa 26. Thank you, Mercy. Na akasema ya kwamba anataka kumuumba mtu ndio awe na utawala. Ukifika mstari wa 28, maandiko inasema ya kwamba Bwana Mungu akawabariki hawa aliowaumba, na aliwaumba wakiwa na jinsia mbili. Maana mstari wa 27 inasema ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. So ameumba, anaitwa mtu kama ni mmoja, lakini ako na jinsia mbili, ako na mwanamume na mwanamke. Mstari wa 28 hapo ndipo inasema Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hivyo Mungu ameweka kusudi lake la kumuumba mtu atakayetawala. Sasa ukipita maandiko yote kutoka hapo katika kusudi la Mungu pale mwanzo, anaendelea kuzungumza juu ya vile anavyotamani kumpata mtu ambaye watafanya kazi pamoja na yeye. Kitu cha kwanza kufanyika sura ya Mungu, na kitu cha pili kufikia kutawala. Na utawala ule una mifano kadhaa ambayo tunaiona katika maandiko. Tutataja ingine tunapoendelea katika maandiko. Lakini ile kitu ambacho Mungu anatamani ni utawala huu uwe unabeba jinsia mbili. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Anataka utawala huu uwe na mume na mke. Na hafikirii juu ya mume na mke katika kuwaumba. Maana tunaona ya kwamba atakuja kuwaumba baadaye. Atakuja kumfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi katika mlango wa 2 mstari wa 7. Atakuja kuwatenganisha mke na mume katika mlango wa 2 ukiteremka karibu mwisho wa huo mlango. Kwa hivyo pale mwanzo anataja kile kitu ambacho ni nia yake. Na ninataka wazo lako lishike hili jambo, ya kwamba nia ya Mungu si mtu wa muda. Nia ya Mungu ni mtu aliye na mfano, na mfano wake unaunganisha vile yeye alivyo, unaunganisha jina, unaunganisha asili au the kind of life, asili ya uhai alio nao. Kwa hivyo wazo lake halikuwa mtu anayekufa. Wazo lake lilikuwa mtu atakayefanana na yeye, mtu aliye na uzima wa milele, mtu ambaye akitawala utawala nao utawala ni urithi, anaishi milele, anatawala milele. Hilo ndilo kusudi ambalo Mungu ametengeneza ulimwengu huu wa asili, ndio aweze kutumia kama mahali pa kufanyia hiyo kazi. Sisi ni kama kware ambayo Mungu anaenda kutoa mawe iliyo hai ndio ajenge nyumba yake ambayo inajengwa katika ulimwengu wa rohoni. Tunaumbwa au tunajengwa nyumba ya kiroho. Ndivyo Peter anavyotueleza katika Petro wa 1. Nataka kuleta hili wazo ndio uweze kuelewa ya kwamba mfano wa Mungu unapita katika madaraka asili ya mwanadamu anayepatikana na mauti. Na mambo ambayo Mungu anatuzungumzia na kuyafanya ndani yetu ni mambo ya kudumu. Analitumia neno lake ambalo lilikuja ulimwenguni kama mwana wa Mungu ambaye amezaliwa na Baba, na ambaye anatupachika ile uzima
maandiko ikasema ya kwamba ndani yake huyu mwana wa Mungu au neno la Mungu ndimo kulimokuwa na uzima, na ule uzima ndio nuru ya wanadamu. So nuru tunayopewa na safari au kusudi ya hiyo nuru, maana hiyo nuru inafanyika taa ya miguu yetu. Hiyo sio safari ya muda, haizungumzii tu hai wetu katika mwili huu. Kwa hivyo ningependa uondoe mawazo yako katika uchache wa siku za mwili huu, uweze kuona kusudi la Mungu ambalo linatembea kupitia kwa maenzi na maenzi ya nyakati. Ndiposa maandiko inasema alituchagua kabla ya kuweka misingi ya dunia. So tulijulikana kama vile ambavyo ndugu wetu Daudi anatueleza. Tulijulikana, Paulo anatueleza hivyo pia katika Waefeso 2 na mstari wa 10. Tulijulikana kabla ya kuweka misingi ya dunia hii. Tumekuja katika kila mtu na wakati wake. Let's go back. This is not Ephesians, this is Philippians. Tuende wa Efeso. Ndio tuone hiyo mstari. Maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambaye tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuenende nayo. So he set the work, then he made us. Ametengeneza kazi ambayo tutatengeneza, tutafanya, alafu ametuumba. Na amefanya hiyo kabla ya wakati kuanza. So sisi, we are not an afterthought, we are the forethought. Sisi sio wazo la baadaye, sisi ni wazo la kabla. Haya mambo mengine yote yamefanyika kwa sababu yetu. Kuzaliwa kwetu na mili imefanyika kwa sababu ya mtu wa kiroho ambaye Mungu anatengeneza ndani yako. So nilikuwa nataka kusema hayo ndio tuweke msingi wa Mungu anapopeana vitu, anazipeana kwa nani? Maana akikupea kitu katika ulimwengu huu wa asili, hicho kitu utakuja kukiacha. Hakiwezi kuwa cha milele. Ukapata gari, ukapata shamba, ukapata nyumba, hata tuseme ukapata mume, ukapata watoto, hizo vitu zote tutakuja kuziacha, ni za muda. Na ni ishara ya vitu za kiroho ambazo tumegawiwa. Na zile za kiroho ni za milele. Hizi za mwilini ni ishara, ni picha, ni kivuli cha yaliyo ya asili. Na yale ya asili ni ya kiroho. Yale ya asili ni ya kiroho. Mambo haya ni ya muhimu kuyatafakari na kuyaelewa, kuyachimbua katika moyo wako, ndio usilenge tu vitu za mwilini, uweze kulenga mali ya kweli ambayo Mungu anakupatia. Inaitwa mali ya kweli, true wealth. Maana kuna mahali pia anazungumza juu ya mwangaza huu akisema ni wa muda, lakini kuna ile nuru ya kweli. Katika Yohana mlango wa 1 anasema Yohana alikuja kuwa shahidi wa hiyo nuru, na akasema ya kwamba yeye huyo ndiye nuru ya kweli. Nuru ya kweli inaangaza juu ya dunia ya kweli, na dunia ya kweli ni urithi wa mwanadamu. Na huko ndiko tuna makao, huko ndiko tumejengewa manyumba, huko ndiko tumepewa urithi wa milele, huko ndiko tunafanyika wana wa Mungu, huko ndio tunafanywa warithi wa Mungu. Maana Mungu ni roho. Huwezi kurithi Mungu urithi vitu za hapa duniani. Kwa sababu hiyo lazima nuru ya neno la Mungu iangazie macho ya ufahamu wetu, ndio tuweze kujifahamu kwa njia inayopita mwili. Ndio tuanze kujiandaa kupokea vitu za rohoni ambazo Mungu tangu awali alituchagua ya kwamba tutakuwa warithi. Kisha tukubali kufundishwa na kukomazwa, tuwe mawakili wazuri, watunzaji wazuri wa hiyo mali ya kweli. So, kuleta sadaka na zaka kanisani ni practice ya vitu za rohoni ambazo sisi tumeteuliwa na Mungu tuwe makuhani wa Mungu kwa mfano wa milele. Ukuhani wetu sio wa muda. Ukuhani wetu ni wa milki, ni wa mfano wa kabila la Melkisedeki. Maana Kristo ndiye kuhani mkuu wa ukuhani wetu. Naye ni kuhani milele, kama vile Melkisedeki ni kuhani wa Mungu milele.
Maandiko inatueleza muundo wa huyo kuhani. Na ninataka kupitia hapo, maana leo nataka tuzungumze juu ya ujenzi ambao wewe unaujenga na mali ambayo Mungu anakupatia. Maana Mungu atakupatia vitu za kujenga nazo uhai huo. Mambo hayo utahusika katika ujenzi. Neno lile ambalo nitalitumia hapo ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 9, ambao unasema ya kwamba tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Let's go through there and then we'll come back to Hebrews chapter number 7. 1 Corinthians 3 and verse number 9. Inasema, maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. So kuna jengo ambalo Mungu anajenga ndani yetu, na kuna shamba ambalo Mungu analima ndani yetu. Hii ndio mifano miwili ambayo kutoka mwanzo mpaka mwisho wa maandiko utakuta Mungu anaitumia sana. Anatumia shamba kuonyesha vile ambavyo analisha nyumba yake. Anatumia mjengo ndio apeane kusudi la ukulima huo. Kusudi la ukulima huo ni kulisha wana. Nao kusudi la wana ni wafanyike jengo. Ni mawe iliyo hai, wanajengwa mjengo wa kuishi Mungu, na mjengo huo unajengwa na mawe yaliyo hai, vitu vilivyo hai. Ni mjengo wa milele, ni nyumba ya Mungu. Kama vile Mungu alivyo wa milele, anajijengea nyumba ya kuishi milele. Ndivyo basi ikahitajika sisi tupewe uzima wa milele, ndio tufanane na yeye. Na sasa kwa sababu Mungu ni roho, haishi katika nyumba ambazo ziko na kuta, ziko na vitu fani cha ndani. Watu wengi wametueleza vile ambavyo mwanzo kitabu ya Yohana 15 kutoka mwanzo mstari wa 1, mahali inasema, msifadhaike ndani ya mioyo yenu, katika nyumba ya Baba yangu kuna majengo mengi. Watu wakafikiria yale majengo ni vitu ambavyo vina asili ya kama dunia hii. Haiko hivyo. Mungu ni roho, haishi kahitaji nyumba. Roho haihitaji nyumba. In fact, nyumba ikianza kumanifest, roho ikianza kumanifest katika nyumba, tunaiita pepo. Roho ianze kutembea nyumbani. Sijui wewe kama umeshawahipitia katika hali kama hiyo. Sisi tulipitia na mke wangu. Hatukuwaga tunajua ya kwamba maisha yetu ilifuatwa na mapepo. Lakini tuliachaga vitu kwa nyumba, tumezipanga njia fulani, tunakuta zimepaguliwa. Saa ingine tunakuta tuliacha mtoto tumemlalisha kwa kitanda, tunamkuta chini ya kitanda. Tuliona ile manage ya mashetani vile wanafanya kazi. Saa ingine zinagogesha milango, na saa hiyo tumelala. Saa ingine mtoto anashambuliwa. Saa ingine msichana wa kazi amenyongwa, hajisikii. Kabla ya tujue ya kwamba tuko katika ulimwengu wa mwilini, lakini kuna maroho, tulisumbuka kwa sababu hatukuelewa mpangilio huu, na hatukuelewa ya kwamba ilibidi tufanyike watawala, tutoe pepo badala ya kuomba Mungu afukuze mapepo. Na tulipoteza muda mrefu sana, na tulikuwa harassed na mashetani, maana hatukujua tunaundwa na Mungu tuwe watawala na tuwe makuhani. Hatukujua tunaundwa mfano gani. Kwa hivyo vitu zingine tuliuliza Mungu afanye ni vitu ameshatupatia tufanye. Na tutakapoendelea katika wakati wa maombi, tutakuja kugawanya hii maombi mara mbili. Kuna maombi tunaomba ya kujengwa, na kuna maombi tunaomba ya kujenga. Maombi tunaomba ya kujengwa na maombi tunaomba ya kujenga. Na hauwezi gojea Mungu akujengee nyumba. Ni wewe utajenga. Hasa tuseme for example, mfano katika maandiko inasema mke mwenye hekima hujenga nyumba yake na mikono yake mwenyewe. Si ndivyo maandiko inasema? Bona basi Mungu akujengee kama wewe ndio umepewa kazi ya kujenga. Nimetumia hilo neno kwa sababu kanisa ni mke wa Kristo. Ni sisi hujenga nyumba yetu wenyewe. Maandiko inazungumza hivyo. In fact inasema kwa wazi ya kwamba mwili huu ambao ni jengo Mungu anajenga, hujijenga. It is us who are building. Hujijenga kulingana na kile kila kiungo kinachangia. Kwa utendaji kazi wa kila kiungo, mwili unajijenga katika upendo. God is not the one doing the building.
Anatupatia pande moja ramani yake na rasilimali zake. Pande ingine anatupatia hekima ya vile tutajenga na vile tutasimamisha hiyo nyumba. Ndio sababu maandiko inasema mjenzi mwenye hekima, anayesikia maneno ya Kristo na kutenda, anafananishwa na mjenzi mwenye hekima. Tutazungumza hilo jambo kidogo. So hapo maandiko inasema ya kwamba sisi tuwafanya kazi pamoja na Bwana. Na kanisa ni jengo la Mungu, kanisa ni shamba la Mungu. Na kwa hivyo lazima tupande kwa hekima na kwa mpangilio wa Mungu. Lazima tujenge kwa hekima na kwa ramani ya Mungu. Kwa ramani ya Mungu. Kwa hivyo turudi katika kitabu cha Waebrania. Nitaje hili jambo ndio tuingie katika mambo yale ambayo tunayazungumza siku ya leo. Katika kitabu cha Waebrania mlango wa 7, maandiko inasema ya kwamba tuanze mstari wa 4, kwa sababu au tuanze mstari wa kwanza. Tuanze mstari wa kwanza, tutasoma haraka. Ndio haya mambo yaingiane katika kusoma maandiko. Kwa maana Melkisedeki huyo, mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu alipotoka akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Tunazungumza juu ya hii ni neno ambalo limetolewa katika Mwanzo 14, lakini sasa limeletwa katika Agano Jipya, kwa sababu hili jambo lililokuwako ndio lililoko mwisho. Agano lililokuwako pale awali tunaita agano la kale, Old Covenant. Old Covenant. Najua Biblia inatumia neno Testament. Imechanganya mambo mawili. Old Testament imechanganya mambo mawili. Imechanganya Old Covenant and Old Priesthood. Ndio inaitwa ushuhuda wa kwanza, ule wa zamani. Wacha niseme Testament ni ushuhuda. Ushuhuda wa Mungu ule wa zamani. Na uko na sheria ya Musa, uko na ukuhani wa Haruni, na uko na sheria ambazo zilikuwa zinafanya kazi katika Israeli. That is the Old Testament. Naweza kusema namna gani? The Old Covenant. Lakini ukirudi nyuma kabla ya hapo, unakuta Ibrahimu alikuwa na ushirika na Mungu ambao haukuwako katika siku za Musa. Ushirika wa gani? Ushirika ya kwamba Mungu anatembelea Abrahamu wazi, anakuja kwa mfano wa mtu, wanaketi, wanakula, wanaongea kama watu. Ushirika wa kina namna hiyo. Hiyo ndio ushirika uliokuwako wa Mungu na kina Enoko. Enoko alitembea na Mungu mpaka hakuonekana, maana Mungu alimchukua. Ushirika huo hauko katika agano la kale. Hilo ndilo agano la kwanza ambalo sasa Kristo ameleta. Nitakuonyesha kwa maandiko. Kristo ameleta agano lile lililokuwa la kwanza, ndio agano la mwisho. Kristo ndiye aliyekuwako katika agano la kwanza, na yeye ni Alfa na Omega. Aliyekuwako mwanzo, aliyeumba mbingu na dunia, ndiye ambaye anajenga kanisa la mwisho. Analijenga kama kanisa lake. Amen. Na anatumia mfano huu, acha tusome ndio tuelewe vizuri. Mstari wa 2. Mstari wa 2 inasema, ambaye Abrahamu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Sasa uelewe ya kwamba haki si mji. Haki ni asili ya utu. Ni mtu anakuwa mwenye haki au asiye mwenye haki. You are either righteous or unrighteous. Ni mtu ambaye anakuwa mwenye haki au asiye haki. So mtu ambaye ameweza kudhibiti maisha yake kwa jinsi ya mipangilio ya maisha ya kiungu, au anafuata haki ya Mungu, huyo ndiye mtu ambaye anaitwa mfalme wa haki. Sasa tunapoenda katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 na mstari wa 10, maandiko inasema Mungu ametufanya wafalme na ametufanya makuhani katika ulimwengu. Si ufalme wa kutawala watu, ni ufalme huu wa kutawala haki. Being a king of righteousness. Kisha ametufanya pia wafalme Jerusalemu. Kama huyu tu Melkisedeki, sisi ni wafalme katika mji mkuu wa Mungu. So uanze kuona ufalme wetu umeanza kufanana na ufalme ambaye ulikuwa katika Melkisedeki. Ndio uone ya kwamba
huyu Melkisedeki kuhani wa Mungu aliye juu ndiye Kristo kuhani wa Mungu aliye juu. Maana Kristo ndiye kuhani mkuu wa nyumba ya Mungu. Amen. Lakini sasa naona umetupeleka hapo ndio tuweze kumiliki juu ya nchi. Sasa kutawala juu ya nchi hii ambayo tunatembea, mfano wake unatoka asili ya ramani za kutawala katika ulimwengu wa rohoni. Ndio sababu nikakurejesha kule rohoni, maana kule rohoni tayari ufalme wako uko, kiti chako cha kutawala kiko, eneo yako ya kutawala ishawekwa kabla ya uzaliwe, kabla ya uingie tumbo ya mama yako. Hizo vitu zilishawekwa zamani na baba yako. Sasa tunakufundisha ndio uzitambue na ndio uziingie. Amen. Nazo hizo kwa sababu ni za rohoni na uko katika mwili, zinaashiria Mungu kuhudumia mwili wako. Na katika mwili kivuli cha ile utawala, kivuli cha ile utawala kinaonekana sasa katika ardhi, katika nchi. Unakuwa mfalme katika nchi, unakuwa kuhani katika nchi. Lakini hizi za nchi ni kivuli ya zile zilizo za kweli ambazo ziko rohoni. Amen. Ndio sababu tunazungumza neno la Mungu lijenge mtu wako wa ndani. Akishajengeka ataweza kutawala katika mwilini. Maana mtu wako wa ndani ndiye mrithi wa kweli. Ndio mrithi wa kweli. So turudi katika kitabu cha Wahibrania, tusome pole pole. Sasa naangalia saa yangu, naona time tukikuja kwa ushirika inakimbiaga haraka. So ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu. Hii ilikuwa inaitwa Salemu, peace. Baada ya Daudi kujenga ule mji tena hakuita Salemu, aliita Jerusalemu. Mji mkuu wa amani. Mji mkuu wa amani. Hii ni kama ile ambayo iko hapa Tanzania ambayo inaitwa Dar es Salaam. Dar es Salaam inamaanisha mji au port of peace. Katika inaitwa nini? Katika Arabic, because hiyo ni jina Arabic. Inamaanisha port. Inamaanisha ya. So tunaweza kusema ni port ya amani. Na ndio sababu hii salamu tunasalimianaga inasema salam. Hiyo neno salam ndio neno ya Kihibrania shalom. Inamaanisha amani. Inamaanisha amani. So ile zamani hakukuwa hizi salamu tunasalimianaga. Hizo salamu tunasalimiana zilianza kutoka 350 AD. Hii good morning, good evening, good what, zilianza ziwe chapa, ziwe ramani, ziwe mfano ya kwamba Mungu peke yake ndiye mzuri. Ukielezwa na mtu good morning, anakueleza Mungu ambaye ni mzuri akupatie asubuhi nzuri. Tunaelewana? Hakukuwa salamu hizi zingine. Na hiyo salamu inatoshana na neno moja tu kwa Kihibrania, inaitwa shalom. So kwao salamu ni shalom, kuachana ni shalom. Na wote wanashuhudia nini? Kuwa ni washirika wa mji wa Jerusalem. Hiyo ndio hii maneno yote ya peace au good morning au good evening, good night. Good night ni lala katika amani. All of them ni shadow. Ni shadow. Ni kivuli cha kile kitu Mungu alikuwa anataka kuwa. Na alikuwa anataka kuwa ya kwamba ndiye uhai wako. Na wewe unaonyesha kivuli cha uhai huo kwa sababu wewe ni mwana wake. Amen. Bwana atukuzwe. So sisi ndio wawakilishi wa Mungu. Na hakuna kitu Mungu atafanya duniani isipokuwa atufahamishe sisi. Kwa nini? Sisi ndio wana wa manabii. Na maandiko inasema hatatenda jambo lolote mpaka afahamishe watumishi wake manabii. Hawa manabii ni sisi. Anatufundisha, anatufunulia, kisha anafanya. Na hapa ndipo unakuta ya kwamba muda mwingi tulifanya maombi ambayo Mungu hakuwa anafanya chochote. Kwa sababu hatukujua mpangilio wa Mungu kufanya, na hatukujua mpaka wa vile amegawanya. For example, Zaburi 115 mstari wa 16 inasema bingu ni bingu za Bwana, lakini ardhi ameipatia wana wa Adamu. Sasa kama ardhi amekupatia, na tumesoma na wewe katika Mwanzo 1:26 na 28. Kama ardhi amekupatia, alafu unataka atawale katika ardhi badala ya wewe utawale, atakataa.
Nituraiguana endwa itu. Yes. Na ndio sababu for example, mambo ya uponyaji. Niliomba sana muda mrefu. Bwana ponya huyu mtu. Alafu mwishowe Bwana akaniuliza, kwa nini unaombaga hivyo? Nikamweleza si ndivyo nilifundishwa. Ninafaa kuomba aje? Akaniuliza, wakati Yesu aliponya alituma wanafunzi wake wawili. Aliwatuma aje? So nikaanza kusema aliwapatia nguvu juu ya mapepo, aliwaeleza enendeni mponye wagonjwa, mtakase wenye ukoma. Aliuliza mimi, ni mimi nilisema nitaenda kufanya au ni hao wakafanye? Haya, si unaona vile mimi nilibadilishwa. Yes. Sasa nikiombea mtu apone, ninamalizaga maombi kwa kusema, na kwa kumtii Bwana kwa neno lake, mimi nimekuponya. I've never missed the healing of a person. Kwa nini nimefanya pati yangu? Maandiko inasema wanaoamini watawekelea mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Haikusema nani amewaponya. Nao watapona. Kwa nini? Ni sisi tumepewa amri ya kuponya. Unajua hii kisomo tunaweza soma ufikiria ya kwamba tulibadilisha injili. Hapana, hakuna kitu ya mwilini tuko nayo au tunafanya bila kuwa na kwamba kuna neno ambalo ni uhai wetu, ambalo limepeanwa na Mungu, ambalo limetupatia mamlaka hayo. Yesu alisema hivi, ninasema kile nimesikia Baba akisema. Ninafanya kile nimeona Baba akifanya. So Baba alikuwa anaonyesha Yesu ni nini anafanya. Yesu alikuwa anafanya kama ni yeye anafanya. Yesu atafufua Lazaro, lakini ameiona kwa Baba. Yesu atavua samaki nyingi, lakini ameiona kwa Baba. Nataka uwafahamu hivyo, ya kwamba rasilimali zako ziko katika ulimwengu wa kiroho, kisha una nafasi ya kuzifanya katika mwili. Lakini katika mwili si Mungu anafanya, ni wewe. You are the one who is doing it. So, anakufanya falme na kuhani kwa Mungu, kisha anakufanya mtawala kwa ardhi. That is what we are reading here. Mungu ndiye uhai wako, kisha anakupatia kuishi kwa ardhi. Mungu ndiye nguvu zako, kisha anakupatia nguvu kwa ardhi. Zile vitu amekupatia kama urithi wako katika ulimwengu wa rohoni, anataka zifanye kazi katika ardhi. Na ni wewe utazifanyisha kazi. Ni wewe utaamua ni gani, ni lini, na itafanywa namna gani. Okay. So turudi katika kitabu cha Hebrews. Time inakimbia. Hebrews chapter number 1, chapter number 7 and verse number, sasa tuko verse number 3. Wacha turudi verse number 2. Tushikanisha haya maneno. Ndio sasa ikiingiana hatutakuwa na shida tena. Maandiko inamuita mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Let's go on verse number 3. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Please underline that word milele. Anabaki kuhani milele. So, hata wakati Lawi alikuwa kuhani katika wakati wa Musa, there was another priest who is a priest forever. Tangu siku za Abraham, huyu kuhani angalikuwako. Huyu kuhani amekuwako. Amefananishwa na mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anaishi milele. Sasa sisi tukifanywa makuhani pamoja na yeye, na sisi tunafanywa makuhani wa mfano huu. Sasa sisi si makuhani wa kabila la Lawi. Sisi ni makuhani wa mfano wa Melkisedeki. Hallelujah. Sisi ni makuhani kwa Mungu. Let's go back to the book of Revelation chapter 5 and verse number 10. Kwa sababu hawa sio makuhani wa duniani, hawa ni makuhani kwa Mungu. Hebu tusome, akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Huyu anafanana na Melkisedeki. Melkisedeki ni nani? Kuhani wa Mungu aliye juu. So ukisoma kuhusu Haruni, alikuwa kuhani kwa watu. Sisi ni kuhani wa Mungu.
niweke msingi mpya wa sisi kutoa vitu zetu. Maana vile Mungu hutoa ndivyo wewe unatoa. Hautoi mpaka uone Mungu akitoa. This is such a critical and important point. Na tunaambia watu kanisani, wacheni kutoa kwa sababu ulielezwa ukitoa fungu la 10 utanawiri. No, God does not need that prosperity. Sisi sio makuhani wa mpango au mfano wa Haruni ambaye kile ulileta ndicho kilikuwa suluhu ya dhambi zako. Sasa hatuko hapo. Sisi tushasamehewa dhambi zetu kama vile dhambi za Abrahamu zilisamehewa kwa kusikia na kuamini akahesabiwa haki. Hakutubu. Hakusema nisamehe. Musa hakusema nisamehe. Daudi hata baada ya kuanguka na Bathsheba hakuna mahali ametubu dhambi. Amesema Bwana, kulingana na utajiri wa rehema zako nitakase. Anaomba kitu ambacho tayari anajua amepewa kimuoshe. Maana Mungu ameshakukubali wewe. Ameshakupatia uzima wa milele. Utauawa na nini? Si tukisoma na wewe katika Warumi mlango wa 8 saa nyingine unaweza changanyikiwa. Ni nini kitatutenganisha na upendo ambao Baba ametupenda nao katika Kristo? Ni njaa, ni upanga, ni uchi. Alafu inasema is it a sword? Sword inafanya nini? Inaua. Meaning hata kifo, hata uhai. Paul one day was very bold. Alikuwa anasema ya kwamba hata kifo, hata uhai hazimjalishi. Kwa sababu sasa kile yamefanyika hakiwezi badilishwa na hizo. Amen. Bwana asifiwe. Eleza mwenzako kile umefanyika hakiwezi badilishwa na vitu vya dunia hii. Maana hii uhai haukupewa sasa. Hii uzima wa milele ulipewa kule wakati ulichaguliwa. Ukatengwa katika roho ndani ya Kristo. Na Kristo ni neno na Kristo ndiye uzima. So nini kutapatikana nani wa kuingia huko ndani yaende yatoe jina lako ambalo limeandikwa katika Kristo. Na hilo jina ni jina ambalo tunaitanishwa nalo na Mungu. We are called by his name. It's not a name. Sio jina lako liko kwa kitabu somewhere ati tunaenda tunaangalia jina. Unajua siku hizi kuna masarakasi zingine nyingi sana zimetokea. Unaona watu wanasema ya kwamba shilingi 330 ni za kukuangalilia kama jina lako liko kwa kitabu ya uzima. Na watu wanaenda hapa Nairobi wanatoa pesa waangaliliwe jina na pasta. Wacha nikueleze jina lako ni nani. Jina lako ni mwana wa Mungu. Lilishaandikwa na Mungu katika kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima ni nini? Ni neno. As long as umelipokea neno la Mungu, you are in the book of life. Ndio sababu Mungu akawaita waliopokea neno la Mungu miungu. Kwa nini? They cannot die. Wamepokea kile kimebeba uhai. Sasa kama umebeba kile kimebeba uhai umekipokea, ni nani atakuja aweze kutoa? Na umepewa kwa kupendwa. For God so loved the world. Kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu akakupea mwana. Mwana ni nini? Neno. Likufanye nini? Mwana. Ufanyike nini? Kisichoweza kufa. Hey, hata kama mmenyamaza nina preach vizuri. Simuseme amen. Bwana asifiwe sana. So huyo mwana wa kiroho ambaye alifanyika mwana tangu awali ndio tunataka ajue jinsi ya kutekeleza wana wake katika mwili. Na hatutaki awe akitoa vitu kwa njia tu ya kutoa. Mwisho wa jambo hili ni kwamba, na nilisema hivyo last week Wednesday, ya kwamba wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. So all giving of sons of God must be led by the Holy Spirit. Hutoi ndio ubarikiwe, ushabarikiwa na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Maana uko ndani ya Kristo. Mtu awaye yote akiwa ndani ya Kristo Yesu ni kiumbe kipya, sio kile cha zamani, ni kipya. This is a new life with new rules. Ni maisha mapya. Ina sheria mpya. Sheria ile ya zamani ya dhambi na mauti imeondolewa. Romans 8 verse 1 and 2. Sasa tuko katika sheria ambayo Mungu hatuhesabii dhambi. Dhambi zetu ameziweka ndani ya Kristo. Kristo amekunywa kikombe cha hasira ya Mungu chote akamaliza. God is no longer angry. Try to make him angry, you will be failing. Jaribu kumkasirisha, hakuna hasira imebaki.
So ndio akasema ya kwamba wale wanaokuja kwa Kristo si dhambi wanahitaji kutubu, wanahitaji kukiri Yesu ni Bwana. Ukishampokea wewe Bwana wako, dhambi zako zinasamehewa kashi. Na unaokoka kabla ya kusema Baba nisamehe dhambi zangu. Tuwe hamwe. Hatutumii sheria ile ya kusamehe dhambi. Maandiko hapa inasema ya kwamba Romans 8 verse number 1. Naona time inayoyoma haraka sana na nina message ya kupreach. Inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. If you are in Christ, kama ushampokea Kristo Yesu, uko ndani ya Kristo, nobody can accuse you. Huwezi hukumika. Ndio sababu Paulo anasema ni nani ataleta mashtaka kinyume cha wana wa Mungu? Ni Mungu amewasamehe, ni Mungu amewatakasa, ni Mungu amewafanyia haki. Who shall accuse God of wrong? Nani ataambia Mungu ulifanya makosa? Huyo mtu vile tunamjua ni mwenye dhambi kiwango, hafai kusamehewa. Kama Mungu ameshamchagua, amemweka katika kitabu cha uzima, amemwekea neno la kusikia lililo na uzima. Kama nani? Kama Saul ambaye alikuwa anatesa kanisa. He had a word. Anasema nini katika Wagalatia? Anasema Mungu Baba aliyenijua kabla na akanitenganisha kutoka kwa tumbo ya mama yangu, maana alinijua. Huyo ndiye ambaye ninatumikia. So hata wakati alikuwa anatesa kanisa, he was still chosen. Bwana atukuzwe. Na sasa anakuja, hakuna mahali alisema Baba Mungu nisamehe. Please understand, Paul alishaelewa uchaguzi wake sio uchaguzi unaohitaji msamaha wa dhambi. Ni uchaguzi ambao alishachaguliwa, sasa lazima ahubiri Injili. So alikuwa anasema, woe unto me if I don't preach. Kuna mahali ulishaona ya kwamba Yeremia alitubu dhambi? Na Ezekieli? Na nabii mwingine ambaye na Danieli? They were not doing these things. Kwa nini? Siku ile ambapo kina Shadrach, Meshach, Abednego walitupwa kwa tanuru ya moto na hawakuchomeka, tuna ushuhuda wa watu walikuwa wametoa fungu la 10. You know, kuna vitu ambazo lazima tusome maandiko. The tithe is not a savior. Na huwezi toa fungu la 10 ndio ati mambo yako iende sababa. Ilikuwa inaenda sababa na wako utumwani. Na ndugu mwingine anaitwa Yusufu. What gift did he ever give God? Kwa nini tukafikiria Mungu ni masikini? Anahitaji mali yetu. Ni kwa sababu tulichanganywa juu ya hizi kuhani mbili. Kuhani ya Lawi utatenda mambo ya haki ndio ikuokoe. Lakini ukuhani wa Melkisedeki ni wa kuchaguliwa. Ulichachaguliwa, umepewa haki na Mungu. The righteousness shall be of me, says the Lord. 2 Corinthians. Na kwingine kwingi ambapo kumeandikwa hayo mambo. Sasa hii sio license ya kufanya dhambi, maana wana wa Mungu hawatendi dhambi. Kwa nini? Asili yao, jina lao, muundo wao hauna fikira za dhambi. Our conscience has been separated from sin once and for all. So ukiona kuna mng'ang'ano wa mambo ya dhambi, elewa ya kwamba kuna sehemu fulani ufahamu wako haujaangaziwa na nuru ya hili neno ambalo limekuzaa. Na wewe ni mwana unaendelea katika safari. Sio kumaanisha umepotea. No, you cannot get lost. Tumejaribu kueleza watu hili jambo haliwezi kufanyika, hawaamini. Kama basi kungekuwa na kupotea kwa sababu ya dhambi, Kristo ndio angekuwa wa kwanza kupotea. Maana alikufa msalabani, amebeba dhambi zetu. Sasa mwenye dhambi amefika kufa, atafufuka aje kana kwamba Mungu hakuwa ameziondoa hizo dhambi ndani ya Kristo? Mwenye dhambi akifa akiwa mwenye dhambi, atafufukaje akiwa mwenye haki? Please understand God's transaction. Njia ya Mungu ni kwamba huyu ni mwanangu nimpendaye, akiweka uhai wake chini, nimempa nguvu za kuchukua tena. Same way with us. Our righteousness is not carnal. Haki yetu sio ya matendo yetu. Haki yetu ni ya kupewa kwa sababu tumemwamini Baba kupitia kwa Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Haya, wacha tuendelee. Turudi tena katika kitabu cha. Hapa tulikuwa 2 verse 1. Hakuna hukumu ya adhabu. Tuendelee verse number 2. Tuone sheria ni tofauti. Inasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti.
There is a law working in us. Sisi tunatumika katika sheria tofauti. Na sheria hiyo ni sheria gani? Ya roho wa uzima ule uko ndani ya Kristo. Inafanya kazi kwa nani? Kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu kuna roho inafanya kazi. Roho ya uzima. Na sisi tuko chini ya sheria ya huyo roho. Amen. Bwana atukuzwe. So Paul alikuwa anasema hivi, na ninataka tuelewane hapa kwa sababu watu wanaweza kaa waseme huyo pastor anahubiri mambo haieleweki. Kuna watu ambao walikuwa wamechaguliwa na wamefanya urafiki na dunia. Kina Demas, mnawakumbuka? Paul alisema ya kwamba walipenda ulimwengu, kwa hivyo niliwapeana kwa shetani. Mili yao iharibiwe ndio roho zao ziokolewe. Paul hawezi toa hukumu juu ya roho za hawa watu. They are in Christ. They cannot die. Watu wanaulizaga Anania na Safira wako wapi? Wako mbinguni. The body can die, but not the spirit. 1 Corinthians 3:16. Inasema ya kwamba kama kazi zako hizi unafanya hapa duniani, kama ni baya, utapita through fire, zitachomeka, lakini wewe utaokolewa. There is a difference between our works and judgment. Kazi zetu haziwezi leta hukumu tena. Zinaweza kufupisha maisha yetu, zinaweza kuleta shida katika maisha yetu, lakini haziwezi kufanya tupotee. Ndio sababu nasema ya kwamba this is not a license to sin. Ndio sababu maandiko inasema ukilipokea neno la Mungu kwa wingi litakuongeza siku. Amen. Ukisusia siku zinaweza punguzwa. Siku hizi kuna watu wanamaliza siku zao zote wakiwa age 30. So wanaenda, hakuna mtu, ndege moja haiwezi anguka bila idhini ya Mungu. Hakuna mtu anakufaga bila idhini ya Mungu. Na idhini ya Mungu ni kwamba akufanyie haki ya siku zako zote. He is a mathematician. Anafanya hesabu zako zote. Daudi alitueleza hivi, your days he shall fulfill. Siku zako. So ukitaka ziongezeke, fanya zile kanuni za kuongeza siku. For example, 1, heshimu baba na mama. Ndio mambo yako iende sababa na uongezewe siku nyingi katika dunia. Watu wengi hata wahubiri wanakufa kwa kudharau baba na mama. Hawaheshimu. Heshima inamaanisha nini? Gawanya na hawa mali yako. Siku hizi mtu akikufa siulizi swali. Ninajua siku zake zimefika exactly. Kulingana na tabia zake, na kulingana na siku zake, kulingana na mienendo yake, kulingana na vile alivyoelewa jinsi ya kuishi katika kanuni za Mungu ukiwa na mwili huu. So mwili wako inaweza peanwa kwa shetani, roho yako itaokolewa. It's scripture. Nani huyu ana uwezo wa kupeana mwili kwa shetani? Amefanya judgment. Ameona huyu mtu kuishi katika mwili inaleta hasara. Kwa hivyo wacha anyang'anywe mwili aweze kuishi katika ulimwengu wa rohoni. Bwana asifiwe sana. Na katika ulimwengu wa rohoni hawapotei. Na wakifika huko wakiwa watoto ambao walikataa kusoma mambo fulani, mimi ninaamini bado kuna curriculum. Maana Kristo Yesu ni mkamilifu katika kimo cha Kristo Yesu. Na urithi unapeanwa kwa mtu mkamilifu katika kimo. So there must be a maturation process that continues. Safari hii haiishi ati kwa sababu umetoka kwa mwilini. No. Huishi ushirika wako na Baba ati kwa sababu umetoka kwa mwilini. Ushirika huo unaendelea and God continues his journey and he continues to speak. Naendelea na safari yake na anazidi kuongea. Bwana atukuzwe. Unajua sasa tunaweza soma mambo mingi mpaka watu waseme, pastor naumwa na kichwa. Ukikuta unaumwa na kichwa, ujue ni calibration. Inaitwa nini? Calibration. Yes. Tunataka tujue jinsi ya ukomavu wa kiroho unazaa utawala wa aina gani katika mwili. Na tusiweke fikira zetu na tumaini letu katika vitu ambazo si msingi ambao ni mwamba ambao Kristo anajenga kanisa lake juu yake. Ukiweka msingi au tumaini lako katika fungu la 10 na katika matoleo na katika kumtumikia Bwana, utashangaa sana ya kwamba unaweza mtumikia Bwana katika makosa na usijue, na hiyo huduma haihesabiwi ya kwamba inafaa kuvuka mpaka kuingia katika ulimwengu wa rohoni. Tusome basi katika Wakorintho wa kwanza 3 na mstari wa 13, mahali tulikuwa tumepelekwa.
Hii maneno hatuwezi maliza na siku moja. Let me check, maana tunaenda ushirika kule Murungaru. Maana siku ile itaidhihirisha, rudi verse number 12. Lakini kila mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. So kazi ile ambayo tunafanya ya ujenzi, it shall be revealed. Itakuwa dhahiri aje? Verse number 13. Maana siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto. So a kind of fire comes, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. These are the kind of things Pastor Wycliffe tunasema hakuna haja mhubiri kuficha ya kwamba anakuwaga na tamaa ya wanawake. Afichue mapema, to deal nayo mapema, kwa sababu kuna siku ya moto, na hiyo moto itadhihirisha huyo mhubiri ya kwamba alikuwaga muovu katika moyo, hata kana kwamba hajafika kufa katika mwili. Siku ya moto ni gani? Ni siku ya moto kama wa Sodom na Gomora. Siku ya gharika ambayo maandiko inasema jenga nyumba yako katika mwamba. Maana kuna siku itakuja gharika au mafuriko. The day the flood, the rain shall fall. Hizo ni ishara za nini? Za siku za Nuhu. So Yesu mwenyewe akasema siku za mwisho zitafanana na siku za Sodom na Gomora, zitafanana na siku za Nuhu. Inamaanisha nini? Ni siku ya kazi kufunuliwa. Inajaribiwa na moto, na ile ingine inajaribiwa na mafuriko. Let's understand God's language. Sijui hili jambo nilielezea namna gani. Neno la Mungu ni moja, halina wakati. Siku za Nuhu, siku za Sodom na Gomora, siku za Yesu, hizo neno hiyo yote is one word. One word. Na unaweza kuwa unapita saa hii wengine wako Sodom na Gomora, na saa hii wengine wako Misri, na saa hii wengine wanapigana na majitu, saa hii wakiingia katika Canaan. All that word, depending na safari yako katika neno la Mungu imefika wapi. These are very important concepts. Yes. Maana tuko katika mahali tofauti. Wengine saa hii ndio wanapigana na zile pepo zinararaga na wanawake usiku, ndio zizae watoto majitu. Saa hii. People who have spirit husbands. Hizi vitu unasikia kwa wahubiri wengine kama kina James Maina Nganga wanatoa pepo. Spirit husband, toka ndani ya huyu. They are real. Ziko katika Genesis 6. Wengine wako huko. They are still part of the word. Wako safarini. So, usidharau mtu kwa sababu katika safari yake anatesa kanisa. You do not know whether he is going to be the next apostle. Inategemea vile Mungu atakavyomrehemu, vile atakavyomzungumzia, na vile huyu mtu atakapopokea neno la Mungu. Maana Mungu anaongea hilo neno lake lote kila wakati. Hanyamazi. Hilo neno limekuwa published. Limekuwa published. So hapa maandiko inasema ya kwamba siku ile ni siku gani? Kila mtu ako siku yake ya kuhukumiwa, ya kujaribiwa. Na siku hiyo inakujaga kulingana na mahali umefika katika safari. So Mungu anaweza jaribu moyo wako, aone kama akikupatia mali utakuwa mwenye kiburi, na utapitishiwa aidha katika moto. Kama mhubiri mmoja nimweleza ya kwamba ndugu achana na kutoa sadaka. Ametoa sadaka kwa wahubiri mpaka amefilisika. Anaenda kwa huyu anatoa sadaka ndio aombewe. Mwingine alishatoa 200,000 ndio aombewe, maana alikuwa tajiri na supermarket na magari, sasa zimeisha. Na mweleza ndugu, forget it, tuachana na hiyo maneno yote. Kazi yako inajaribiwa katika moto. Ni kazi yako inajaribiwa katika moto. Anasema lakini nilifanikiwa kwa kutoa kwa wahubiri. Exactly. Sasa siku ya moto hiyo kazi haiwezi simama. Hiyo kazi haiwezi simama. Kubali tujenge tena, na tutajenga msingi mpya ya kwamba si kutoa kunahitajika, ni wewe kuwa mwana wa Mungu uongozwe na Roho kunahitajika. Hutatoa kabla ya kuelezwa. Meparato alana edo aitu. Ndio sababu watu wanauliza, sasa mimi nimekuwa mwaminifu, nimetoa fungu la 10 siku zangu zote, na sasa watoto wangu shule hata hawawezi kusoma, hawashikanishi. Don't worry. The issue is not the children, hata sio fedha, hata sio sadaka. Hata ukiongeza ingine mtoto hawezi badilika. Paka ujue kumwamini Bwana akupatie kile ambacho unahitaji. Haki ya Bwana sasa ni kwa kuamini, si kwa kutoa.
Amen. Tumerahisishiwa kazi. Eleza mwenzako kazi rahisi. Tuendelee 1 Corinthians chapter number 13. Maandiko inasema ya kwamba kazi hiyo itajaribiwa ni ya namna gani, na inajaribiwa na nini? Inafunuliwa na moto. Okay? Verse number 14. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake hii mwamba, ikikaa atapata thawabu. So mwamba ni Kristo Yesu, ndivyo maandiko inasema. Hakuna msingi mwingine ambao utawekwa, ni Kristo mwamba. Yeye ndiye alisema juu ya mwamba huu, which is himself, neno la Mungu, nalijenga kanisa langu. So kanisa la Bwana lina jukumu moja tu ya kuamini neno na kukubali lile neno lifanyike mwili ndani yao, na kukubali lile neno lifanye kazi, liwaongoze, limulikie hao watatawala wapi, watafanya kazi gani, wataenda wapi, na kumsikiza Roho Mtakatifu anapozungumza na makanisa. That is our work. Kazi yetu ni kuchimba mpaka tufikie mwamba, tujenge hapo. Hekima ya ujenzi ndio hujaza nyumba vitu. Hebu tumalize hapa. Maandiko inasema namna gani? Verse number 15. Inasema lakini au kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa moto. So nobody gets lost. Kuokolewa, utaokolewa. Kile kitu itapotea ni nini? Kazi. Kazi inatupatia nini? Madaraka. Inatupatia nini? Mavazi. Na hizi ni vitu za muhimu sana, maana kuna mavazi ya kiroho na kuna madaraka ya kiroho. Amen. Nilikuwa nataka tupitie hapa, ndio sasa tukisoma ile neno tutamaliza nayo in Proverbs chapter number 24, sasa uweze kuelewa ni nini ambayo tunazungumzia. Wacha tuende hapo basi katika kitabu cha Proverbs 24 from verse number 1. Tutasoma 6 verses tumalizie hapa. Inasema, usiwaonee wivu watu waovu, wala usitamani kuwa pamoja nao. Let's keep going. Kwa maana moyo wao hufikiri dhuluma, na midomo yao huongea madhara. Verse number 3. Nyumba hujengwa kwa hekima, na kwa ufahamu hudhibitika. I want us to go slowly here. Hii nyumba ambaye wewe mjenzi unajenga, na uangalie unajenga aje, maana kazi zako zitadhihirishwa kwa moto. These are the building instructions. Inasema hapa nyumba hujengwa kwa hekima. Nyumba haijengwi na sadaka. Nyumba haijengwi na kutembelea wajane. Nyumba haijengwi na kutoa fedha kwa ile children's home, ile ya school of the deaf. Nyumba hujengwa kwa hekima. Hekima ndio kipengele cha ujenzi. Na Mungu amemfanya Kristo kwetu kuwa hekima yetu. So hatujengi pasipo Kristo. Maana nyumba ile ambayo tunajenga, tuwatenda kazi pamoja na yeye. Yeye ndiye senior contractor, sisi ni wajenzi wadogo. Sasa lazima sisi tufundishwe kutumia ramani ya yule mjenzi mkuu. Maana maandiko inasema ya kwamba kila nyumba hujengwa na mtu, lakini mwenye kujenga vitu zote ni Mungu. So lazima tutoe ramani yetu na hekima yetu ya ujenzi kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu. Nyumba hujengwa kwa hekima, na kwa ufahamu hudhibitika. Verse number 4. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. These are very important structures. Maana wewe kama nyumba ya Mungu, Mungu anakujenga kwa hekima ya hali ya juu. Anatumia neno la ufunuo ambapo Kristo Yesu anakuonyesha baba yako. Neno baba linamaanisha chanzo cha vitu vyote. Pia linamaanisha shina la hazina. Shina la utajiri. This is the meaning of the word Father. The source of all things. Mahali vitu zote hutoka. So Kristo Yesu anakuonyesha hazina, kisha anakueleza, kuja ni kuonyeshe vile ambavyo utajenga, ndio ujue utachukua hazina gani kwa baba yako kujenga. Ndio sababu Kristo alisema, sitawaombea, sisemi nitawaombea, nawaambia obeni kwa baba, anawapenda vile alinipenda, atawapa chochote mnachohitaji kwa sababu ya ujenzi huu. Lakini hekima ndio itakusaidia kujua unahitaji nini, kujenga nini. Ufahamu ndio itakusaidia kujua hiyo nyumba utaiweka msingi namna gani. Na hapa maandiko inasema maarifa, knowledge will fill the house. Itajaza hii nyumba na vitu vyote vya thamani. Verse number 5 inasema ya kwamba
Mtu mwenye hekima ana nguvu. Why? You can build. Mtu mwenye hekima anaweza kujenga. Na anajua kujenga juu ya mwamba. Anajua kuchimba kwanza, anajua kuondoa mchanga ndio afikie mwamba, ndio aweze kujenga. Miaka 3 Yesu alitembea na Petro na Yohana na Yakobo na kina wale wengine walikuwa kina nani, kina Simoni Zilotes, kina Judas. Miaka 3 kabla ya waulize, nyinyi husema mimi ni nani? What was the purpose of the 3 years? Kwa nini hangewauliza siku ya kwanza? Ni kwa sababu alikuwa anachimba chini. Alikuwa anaondoa ndani ya mawazo yao ubinadamu. Fikira za ukuhani wa Lawi. Fikira za dhambi. Waone wakifanya miujiza ya kufufua wafu na kutakasa wenye ukoma kabla hawajaleta sadaka kanisani. That's what he's giving them an experience of. Maana hawakuwa wanaleta sadaka hekaruni. Number 2, waone ya kwamba wanaweza kufanya miujiza kabla ya kutoa kodi kwa Kaisari. Maana these were structures of life. Waone ya kwamba samaki inaweza jumulishwa na mikate ijumulishwe kabla ya watu kulima. Aondoe, ni kuchimba anachimba, anaondoa fikira za kibinadamu. Anaondoa fikira za mchanga huu. Si mchanga ule wa kawaida, si hapa nje tutachimba chini. Hapana, anachimba katika hizi vitu. Anangoa strongholds. Anangoa fikira za kule zamani. Mijengo ya ukuhani tangu siku za Lawi na Musa. Anangoa misingi ya agano ambalo lilipeanwa na Mungu kwa Musa. Iko vitu Mungu hupeana na kisha anahitaji zingolewe. Maana iko siku ya kupanda na siku ya kungoa. Iko siku ya kujenga na siku ya kubomoa. This is God's purpose and plan. Akishahama maeneo moja anaiachaga mahame. Ukirudi kuishi huko utakuta haishi huko tena. So we learn to walk with him. We learn to walk with him. Mtu mwenye hekima ana nguvu. Naam, mtu wa maarifa huongeza uwezo. Hizi ndizo vitu tumesoma hapo juu ambazo zinatumika katika ujenzi. So Mungu akitaka kukujenga anakupatia number 1, hekima. Please write this down because it's useful for you. If God wants to build you, he gives you wisdom. Wewe ukitaka Mungu akujenge kwa haraka, omba roho wa hekima na ufunuo katika kumjua. Ephesians 1 verse number 16 to 18. Ask God to give you a spirit of wisdom and revelation. Ukitaka kujengeka kwa haraka, omba Mungu akupe roho wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Na katika kujua kusudi la kuitwa kwako. Maana hapo ndio hujua unahitaji mawe ya aina gani, unahitaji kujenga kitu gani, maana umefahamu kuitwa kwako. Number 3, umeelewa kile ambacho Mungu alikuitia ufanye. Na vile ambavyo mateso ambayo tunapitia kama wanadamu inazua the glory, inazua utukufu wa kiungu ambao unang'aa na kuondoa giza. Kisha anakufundisha dhamana ya ndugu zako. Vile umekuwa connected na wadugu. Maana huu mwili umeungamanishwa viungo kwa viungo, mifupa kwa mifupa, nyama kwa nyama. So lazima ujue wadugu zako katika kazi ni kina nani. Kama hapa kwa hii nyumba ya CTC, lazima tujue wale wadugu Mungu amewapa, ametupatia. Not the ones we want, wale ametupatia. Hao ndio wadugu wajenzi ambao wamepeanwa kwa hii nyumba kujenga nasi. Wengine mnawajua kwa majina. Wengine ambao tunajenga na hao hamjafika kuwajua. Maana hata sasa vile tunaendelea kuongezeka ndivyo Mungu analeta wajenzi wa hekima ya eneo hiyo ambayo tunapanuka ndani yake. Kama sasa tuna wajenzi 2 wapya ambao wamepewa na Mungu mzigo na moyo wa nyumba hii, na wote 2 ni manabii. Mmoja yako South Africa, mwingine yako US. Ya kwamba hata tunapoingia kwa masomo utasikia wakitutaja. Wanasema peana neno kwa Simon. Wanaambia manabii wengine wapeane neno kwetu. Kwa sababu gani? Kuna kitu Mungu anajenga hapa. Na Mungu hawezi jenga mpaka kuunganisha na ndugu ambaye ni mlango wa mahali ambapo hazina hiyo ya ujenzi huo iko.
kisha akupatie hekima kwa kusikiza hawa watu. Maana saa hii Mungu anazungumza kwa roho, lakini roho anafanya kazi kupitia kwa wanadamu. Wanaitwa wana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Naona masaa yetu imeisha, lakini hizi ni hekima za muhimu sana. You must know who God has connected you to. A very critical part. Lazima nijue baba yangu wa kiroho ni nani. Lazima nijue mwenye kuweka misingi ni nani. Na kuna watu na heshimu. For example, wacha niwataje majina. Tumemaliza wapendwa. So you can stop the recording. Thank you. God bless you.